نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أيها المسلمون، أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Watukufu wa Kiislamu, wala yote baada ya kushukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema kipenzi cha umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nichukue fursa hii kuhusia nafsi yangu sambamba kabisa na kukuhusia ewe ndugu yangu katika imani ya Kiislamu, katika swala zima la kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Watukufu wa Kiislamu, twajijua tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukubalie funga zetu na aweze kupokea toba zetu. Watukufu wa Kiislamu, ima katika hutuba yangu ya leo nimekuja na maudhui fupi inayohusu ubora, umuhimu wa kufanya ibada, kumwabudu Allah tabaraka wa taala, fadhlul ibadatu fil haraj, umuhimu wa kufanya ibada katika sehemu ambazo kuna shida, fitna, changamoto, ukaweza kujipinda na ukaweza kumtii Allah tabaraka wa taala katika sehemu hiyo iliyojaa fitna, vurugu, changamoto mbalimbali, lakini wewe ukaweza kuikaza nafsi yako na kuishikilia imani yako, ukaweza kulitekeleza lile ambalo Mola wako anataka ulifanye katika sehemu hiyo. Kufanya hivyo kuna ubora mkubwa. Allah tabaraka wa taala anasemaje katika hilo? Kuna baadhi ya watu ambao wanajibinisha kwenye ibada, lakini huwa wanachagua maeneo. Kuna sehemu akifika anakuwa thabiti katika ibada, lakini sehemu akifika anakuwa zigizaga, haeleweki, ibada zake za kuungaunga. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Kuna baadhi ya vidume ambao hawashughulishwi na biashara, lakini pia hawashughulishwi kuuza na kununua kwa aina yoyote. Changamoto zozote za vurugu katika shughuli za utendaji, hawashughulishawi na vitu hivyo, wakaacha kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Lakini pia wa iqami sala, na pia hawashughulishwi wakaacha kusimamisha swala. Vipindi vya swala haviwapiti eti kwa sababu wako kwenye shughuli mbalimbali. Al-aya. Watukufu wa Kiislamu, aya hii inawasifu watu ambao mimi na wewe tunatakiwa tuungane kwenye sifa hizo. Watu wenye sifa hizo waliosifiwa na Allah tabaraka wa taala, na mimi na wewe tunatakiwa tujiunge ili na sisi tuipate sifa hiyo, ili twende tukapate mafanikio mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala yaqulu wa biqawlihi hatal mutadun fa idha qara'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وقال عز من قائل عليه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ورفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Watukufu wa Kiislamu, kwa mara nyingine, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, ikiwa ni pamoja na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikichukua fursa hii kuihusia nafsi yangu pamoja na kukuhusia wewe katika swala zima la kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Watukufu wa Kiislamu, kama ambavyo tumeelezana katika hutuba ya kwanza, maudhui yetu ni fadhila zinazopatikana kwa wingi wa yule mtu ambaye ameweza kujikaza akamwabudu Allah ama akatii sheria za Mwenyezi Mungu katika sehemu ambayo kuna fitna. Tunajua mazingira yetu ya shughuli yamejaa changamoto mbalimbali, lakini Uislamu ulivyo haukutaki wewe ujinasibu na ibada ukiwa sehemu fulani, ukaacha kujinasibu na ibada ukiwa sehemu fulani. Nini Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia? Anasema almuttaquna aula nnasi bi. Mtume anasema walio bora zaidi kwangu mimi, ambao nawaona ni bora sana watu hao, almuttaquna, ni wale wenye kumwabudu Allah tabaraka wa taala, man kanu wa haithu kanu. Mtu bora sana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni yule ambaye mwenye kujinasibu na ibada akamtii Mwenyezi Mungu, man kanu, kwa hali yoyote aliyonayo, wa haithu kanu, na sehemu yoyote anayokuwepo. Yani akiwa mgonjwa anamwabudu Allah, akiwa mzima anamwabudu Allah, akiwa sehemu ya vurugu anamwabudu Allah, na akiwa sehemu ya utulivu pia anamwabudu Allah. Tupo katika sisi ambao tunajinasibu na ibada tukiwa sehemu yenye utulivu, lakini tukiwa sehemu yenye vurugu, basi swala zinatupita, shughuli zote za dini tunaacha, ila tukirudi katika utulivu, basi ndio tunaleta istighfari, tauba. Kwa hali hii sio katika sifa ya muumini ambaye amesifiwa na Allah tabaraka wa taala, hal kadhalika na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Kiislamu, niangalizie hadithi yangu ya mwisho katika zile ambazo nilikusudia kuzungumza leo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema al-ibadatu fil haraj, kufanya ibada katika sehemu yenye fitna, sehemu zenye vurugu, sehemu ambayo kuna changamoto. Nadhani Kiswahili kinaeleweka, ukaweza kutii sheria za Mwenyezi Mungu pale. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, malipo yake kahijratu ilayya, ni kama vile mtu aliyehama huko aliko akahamia kwangu mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunajua kukaa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna fadhila, kwa hiyo kumenasibishwa kuhamia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Malipo, yani fadhila zake zinafanana na yule mtu ambaye aliyeweza kukomandi nafsi yake, aliyeweza kumiliki nafsi yake, akaweza kumtii Allah tabaraka wa taala katika sehemu ambazo zina changamoto. Niangalie moja katika kauli za wanawazuoni ambao
walikuja kutusaidia katika kufafanua hichi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallama amekizungumza, ili kusudi mimi na wewe tupate wepesi wa kuweza kwenda kukifanyia kazi. Anasema al-Imamu Nawawi, sababu kathratu fadhli al-ibadati fil harji, sababu ambayo inapelekea ongezeko la fadhila za kufanya ibada katika sehemu zenye shida. Ni kwa nini kinachofanya fadhila zinakuwa nyingi? Annanasa, kwa sababu watu wengi wana tabia ifuatayo: yaghfaluna, huwa wana tabia ya kughafilika. Mtu akiwa kwenye sehemu zenye vurugu barabarani au sehemu zenye shughuli yake ya kazi, huwa ana mtindo wa kujisahaulisha. Vijana wanasema lazima data, yani anajisahaulisha kwamba hapa natakiwa nifuate kile Mungu anataka, ukajisahaulisha. Lakini ukifika sehemu ambazo ndizo zenye utulivu, basi unajua hapa kumbe Mungu anakataza hiki. Kwa hiyo anasema annanasa, kwa sababu watu yaghfaluna, wanaghafilika sana, wastaghaluna anha, na wanajiepusha sana na kuweza kutii sheria za Mwenyezi Mungu katika sehemu hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanye wepesi. Kwa hiyo kwa yule ambaye ameweza kujipinda akaimtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sehemu hiyo ambayo ina shida, yenye changamoto, basi huyo ndiyo anayesababishia yeye anaongezewa fadhila, kwa sababu amefanya kitu ambacho wengi kimewashinda. Watukufu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanye wepesi katika hili, ili kusudi tuweze kupata mafanikio mbele ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kwa hiyo tubebe ujumbe wa leo kwamba tujitahidi sana kutii sheria za Allah Tabaraka wa Ta'ala katika sehemu zote ambazo sisi tunahudhuria, kwenye shughuli, kwenye shida, changamoto. Unapoambiwa kumtii Mwenyezi Mungu, usitenge sehemu kwamba hii ndiyo sehemu ya kutii amri za Allah, nikifika hapa basi naruhusiwa kuvunja sheria za Allah. Ukiweza kumwabudu Allah Tabaraka wa Ta'ala kwa utulivu sehemu ambayo kuna makelele, kuna shida, na ukiweza kumwabudu Allah Tabaraka wa Ta'ala sehemu hiyo, kuna malipo makubwa. Wabillahi tawfiq. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم اغفر لنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة.